Malengo yetu yako ya aina mbili. Kimataifa, kufika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mara zote kwenye ligi ya mabingwa tumekuwa tukiishia kwenye hatua ya robo finali. Safari hii tunataka kuvuka hapo kwenye robo kwenda mpaka kwenye nusu finali. Msimu uliopita tumecheza finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo ikitokea mwaka mwingine tukacheza tena kombe la shirikisho, malengo yake itakuwa ni kuchukua huo ubingwa. Lakini kwenye ligi ya mabingwa malengo yetu ni nusu finali. Kwa safari tulianza dhidi ya Gaborone United, tukavuka, tukasogea hatua inayofuata. Tarehe 19 Mwenyezi Mungu akipenda tunakwenda kucheza mechi nyingine na timu inaitwa Nsingizini kutoka Eswatini. Huyo naye tutambomoa, tutakwenda hatua inayo. Hakuna timu ya kutuzuia sisi tusiende hatua ya makundi. Kwa hiyo tunamnyonyoa vizuri tarehe 19 na mechi ya marudiano tunakwenda kumpelekea pumzi ya moto mnyama anaingia group stage bila mashaka ya aina yoyote. Tukishafika group stage, huko ni mwendo wa dozi tu. Benjamin Mkapa tumwachi mtu mpaka safari yetu ifikie ukingoni, nayo ni nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye michuano ya ndani tuna michuano mikubwa miwili, ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Hizi zote mbili tunataka kubeba msimu huu na tutabeba insha Allah kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Lakini kuna michuano mingine midogo hapo. Kuna Mapinduzi Cup, kuna Muungano Cup, na chochote kitakachoibuka hapo, hata kama kuna Hanan Cup tutakwenda, tutabeba na wewe. Wewe ni Ahmed Ali bwana, meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba, kizungumzia issue nzima ya malengo ya timu yao kiujumla. Kwa hiyo nusu finali ndugu zangu inatafutwa. Washaanza kuwatoa watu huku chini, shafuzu kuelekea hatua ya pili. Kwa hiyo ndo mpango ambao uliopo. Kwanza tugusie issue nzima ya hoja ya hizi timu kuomba wachezaji wajiondoe national team. Ni hoja ya msingi Samuel? Kwangu mimi, kwa mujibu wa ratiba kwa mechi zao, hapana. Yawezekana tunaangalia zaidi kwenye engo ya mazoea. Na labda ndipo nitajadili katika namna mbili. Engo ya mazoea na uhalisia. Mazoea nazungumza nini? Kwamba imekuwa ni kawaida yetu pale ambapo hawa wawili TFF na timu hizi za shiriki kimataifa, kwamba wakiwa wana majambo yao huwa wanajaribu kuyazungumza na kutafuta muafaka ambao unawafeva mtu ambaye ana jambo la muhimu zaidi. Kivipi? Timu ya taifa ikiwa ina maandalizi labda ya michuano ABC, huwa inaiomba bodi ya ligi ama huwa inaziomba club kuruhusu wachezaji kwenda kujiunga na timu ya taifa mapema, na club kuna muda zinakuwa willing zinawaruhusu wanaenda. Club zikiwa zina michuano ya kimataifa na wachezaji wapo timu ya taifa, kuna muda huwa timu ya taifa inakuwa willing kuwaruhusu wachezaji kuondoka kambini kurudi kutumikia timu yao hizi za club. Lakini mara nyingi huwa inatokea kwenye mazingira kwamba upande mmoja ndio unakuwa na mahitaji makubwa kuliko upande mwingine. Either team ndio zinakuwa zina mahitaji makubwa katika muda huo kuliko national team, ama national team inakuwa na mahitaji makubwa kuliko hizo team. Sasa safari hii tupo kwenye muda ambao hawa wote wana uhitaji unaofanana. Timu ya taifa ina uhitaji, clubs zina uhitaji. Zote zipo kwenye mazingira kwamba hawa wachezaji ni muhimu kwa upande wao. Tuanze na timu ya taifa ambao ndio wana mechi mapema, na mechi ya timu ya taifa ni tarehe 14. Timu ya taifa inacheza dhidi ya Iran kwenye mechi ya kirafiki ambayo itapigwa Dubai. Tarehe 14 ni muda ambao upo ndani ya kalenda ya FIFA. Na hii mechi haijaitwa from nowhere. Hii mechi ilikuwepo kwenye kalenda kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kikosi cha timu ya taifa kilivyo, kwa asilimia zaidi ya 90 wakiondoka wachezaji wanaoitumikia Simba, Yanga, Azam na Singida, unapunguza ubora wa timu ile kwa asilimia 90 guaranteed. Anatoka kipa, watatoka mafullback wote, watatoka mabeki wa kati wote, utawatoa viungo wa eneo la kati wote, utawatoa shambuliaji. Iko hivyo, watabaki kina Novatus na wachezaji wengine ambao wako nje, kina Paul Peter Kasunda na wengine wachache ambao wako nje ya Simba, Yanga, Azam na Singida. Na Barua. Yes, na Barua na majeraha. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba ukiwapunguza hawa watu, tayari timu ya taifa itakosa uwezo wa kupambana na Iran kwenye mechi ya kirafiki, ambapo Iran yuko kwenye
I think kwenye upande wa zile kwenye ranking 35 kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Huyu mtu ni mkubwa. Ni mtu ambaye tukifanikiwa kumbeat yawezekana kwa kiasi kikubwa sana. 21 Iran. Iran 21. Yeah. Kwa hiyo unajikuta kwa tukifanikiwa kumuondoa Iran kwenye ama tukimfunga Iran yawezekana ikatuboost kwa kiasi kikubwa sana kupanda kwenye ranki. Either tukasogea hata kwenye 100, tulikuwa tunaitafuta ile 100 kwa sababu tumetoka kupoteza game iliyopita dhidi ya Zambia, lakini tukimfunga Iran inawezekana tukacover zile alama tulizodondosha kwa Zambia, lakini tukaokota nyingine ambazo zikatutoa kwenye 107 na kutusogeza juu zaidi. Lakini kwenye ukijaribu kuangalia tukio kubwa si AFCON 2025 ndio naweza kukuelewa kwenye hoja ya ranking. Nikirudi kwenye maelezo yako kwamba wanahitajiana. Nani anahitaji zaidi kati ya national team na club level? Zote kwa kuzingatia pia logistics. Simba hapa tulikuwa tunaona juzi hapa wanavyosafiri. Wanaondoka wanaenda South Africa, South Africa ndio ndio Botswana. Yani leo Africans na hivyo unaungaunga ndege nini na nini. Ile mambo ya uchovu nini hizo excuse tusije tukaanza kuzizungumzia. Ndio maana nimekupa hoja moja. Tuwatoe hao wachezaji. Waondoke timu ya taifa. Anabaki nani pale? Of course tuna repress zile nafasi. Yes, sasa kufanya juzi wakati kwenye issue ya maandalizi ya CHAN, national team ilienda South Africa kucheza game. Kuna wachezaji wa Simba na Yanga ambao wanatajwa. Hivi WBD pigi tarehe ngapi? Tarehe 15 Yeah, 16 imechezwa. Mwezi Machi nazungumzia. Tarehe 8. Tarehe 8 mwezi Machi. Baada ya pale ikaja mwezi wa 10 ikaja mwezi wa 6. Mwezi wa 6 ndio tarehe 15 before ile ya tarehe 20 na. Tarehe 15 ile mwezi wa 6 of course game ilibidi ipigwe. Wakati wa national team ipo South Africa. Wachezaji wa Simba na Yanga kama nakumbuka vizuri waliondoka kule kambini. Sasa wameondoka wamerudi, kuna wachezaji wengine wametoka KMC wapi wakameitwa kwenda. Mazingira yaliyotupeleka Afrika Kusini ni mazingira ambayo hayakuwa yanatengeneza uhitaji mkubwa. Yani kucheza Kosafa maana ilikuwa ni mwaliko. Yes, ilikuwa ni mwaliko wa Kosafa. Kupoteza Kosafa hakuna athari yoyote kwenye ranki wala hakuna faida yoyote kwenye ranki, kwa sababu ni michuano ambayo haikugarantii chochote kwenye upande wa FIFA. Hii ni michuano ya zone ambayo hata CAF wenyewe wanabaki kama watu wa kuoversee. Lakini hapa tunazungumza mechi ambayo ipo chini ya mwamvuli wa FIFA. Hii mechi ipo kwenye kalenda za FIFA. Kwa hiyo TFF wao walishaiandaa hii mechi wakijua kabisa FIFA wao wanatulinda. Ndio maana kuna ile kanuni ambayo inailinda shirikisho dhidi ya klabu pale ambapo mchezaji anahitajika na shirikisho klabu inatakiwa imruhusu. Labda tu kuna majeraha mchezaji mwenyewe akatae, lakini klabu hairuhusiwi kumkataza mchezaji kwenda kujiunga na timu ya taifa. Kwa hiyo sasa hivi mahitaji ya shirikisho yapo kwenye huu mchezo, kwa sababu tukisema tu replace wachezaji, replacement tunayoenda kuipeleka kule inakugarantii nini? Ni heri usiucheze huo mchezo, sababu garantia kupoteza inaweza ikawa ni mara 200 kuliko hata sasa hivi. Kwa hiyo ubora TFF wanahitaji ubora kwenye timu ya taifa, lakini klabu pia zinahitaji ubora kwenye upande wao. Kwa hiyo hapa kwenye mahitaji wote wapo kwenye level ambayo anahitaji hao wachezaji kwa muda husika. TFF ingekuwa mechi iko nje ya kalenda ya FIFA. Kwa mfano kulikuwa kuna ile tournament ilifanyika zile za katikati ya msimu, ukiachana ile tulienda kucheza Azerbaijan, ilikuwepo nyingine hapa. I think tulienda kuicheza Dubai. Yes, tulienda kucheza Dubai, tukakutana watu na kina Saudi Arabia, tukakutana na Sudani kule, tulienda kucheza Dubai ile waliitwa wachezaji wa timu ya taifa, waliitwa kina Shomari, waliitwa kina Mohamed Hussein, kwa sababu ilikuwa nje ya kalenda ya FIFA. Wakaambiwa hao wachezaji hawatoki, wataendelea kuitumikia klabu yao. TFF ikachukua wachezaji wengine, nakumbuka ndo wake na Mishamo Daudi walienda, na wachezaji kina Samson Bangula kipindi kile walienda, na kina Ahmed Pipino, wachezaji fani hivi ambao wanatoka kwenye hizi timu za madaraja mengine ya kawaida. Alikuwepo pia hadi Crispin Ngushi aliitwa kwenye kile kikosi. Kwa hiyo kwa sababu ni michezo ambayo iko ndani ya kalenda, TFF nao wana nguvu yao. Sasa tuje kwenye klabu yazikana zina uhitaji mafanikio kwenye michezo hii ya CAF. Lakini kwa mtazamo wangu nikiangalia bado wanakuwa limited kwenye yale mazoea, kwa sababu leo ukisema ukachukue wachezaji TFF, kumbuka wewe unatakiwa pia uende ukagonge hodi Ivory Coast, uambie Ivory Coast na muomba Pacome. Ukitema umchukue mchezaji Tanzania, inatakiwa uende Kenya ukamwambie namtaka Duka Buya. Ukitaka kumtoa mchezaji TFF, inatakiwa pia uende ukamwambie Uganda kwamba bwana namtaka Desemo Kwala pamoja na Ali Daucho warudi. Inatakiwa uende ukagonge mlango Zambia. Yes, kwa sababu hiyo tarehe 14 haichezi Stars peke yake. Ivory Coast yuko uwanjani dhidi ya Kenya. Uganda na mechi. Zambia ana mechi siku hiyo. Hapa ni kwa mfano hizi timu ambazo zina wachezaji kwenye hayo mataifa. Togo ana mechi siku hiyo. Kwa hiyo tarehe 14 ni siku ambayo mataifa yote yenye wachezaji kutoka hizi klabu nne yanacheza. Kwa hiyo
huwezi leo ukasema nimtoe tu mchezaji Tanzania halafu yule wa Uganda ni mwache, ama yule wa Zambia ni mwache, ama yule wa Togo ni mwache, ama yule sijui wa Ivory Coast ni mwache, ama huyu wa Kenya ni mwache. Kwa hiyo kwa sababu bado hata ukiwaita hawa ukawarudisha kwenye timu yako, bado timu yako inakuwa haijakamilika. It's better hawa wakabaki waendelee kuboresha timu yetu ya taifa, lakini at the same time hawa wengine nao waendelee kuyatumikia mataifa yao, kwa sababu ni michezo rasmi ambayo inatambulika na FIFA. Kwenye swala la logistic ni swala zuri umelizungumza. Yes, tuna changamoto ya logistic barani Afrika. Lakini kuna kitu ambacho kwangu mimi naweza nikawa nakiamini. Simba, Yanga, Azam, Singida zimekutana na wapinzani ambao wana uwezo wa kubatonao wakiwa wapo kwenye siku zao za wastani kabisa. Yani Yanga leo kumfunga Silver Striker, yawezekana sio lazima Pacome awepo uwanjani. Sio lazima sijui kina Prince Mpumelelo Dube awepo uwanjani. Wale kina Andy Boyeli, sijui kina Kibwana, sijui kina Shadrack Boka, kina Maxim Pia Zengeli, hao wana uwezo mkubwa tu wa kwenda uwanjani. Kina Modombi wana uwezo wa kwenda kubata dhidi ya Silver Striker. Simba anacheza dhidi ya Nsingizini. Nilikuwa hapa watu hapa issue ya Nsingizini Hotspurs. Nsingizini ni timu ambayo imecollect vijana wa shule. Yani kwenye ile timu wana vijana wa shule ndio wapo kwenye timu yao ya ligi kuu. Na kuthibitisha hili, ukipata nafasi pita kwenye posta zao walizoziposti kwenye mtandao ya Instagram. Wamewatakia heri vijana wao walikuwa wanafanya mitihani ya taifa. Wiki moja imepita, kama sio wiki mbili zimepita. Yani kwa vijana wao wako shule wanafanya mitihani yao ya taifa, wamewatakia kila laheri kwenye posta zao. Na hao vijana wapo kwenye kikosi. Kwa unakuja kujikuta ni timu ambayo hautakiwi kuwa kwenye standard ya juu sana ili uweze kuwafunga. Good enough ni 2 leg games. Una first leg, una second leg. Ambao second leg ukiwa timamu na uwezo ukawaadhibu. Tunauheshimu mpira, lakini kwangu mimi bado naamini kwamba Simba, Yanga, Azam sana KM anamkosa Faisal, anamkosa Abdul Seman Sopu. Hayo ni majina mawili ambayo atayakosa, lakini wana kundi la wachezaji ambao KM hata asipomuona Faisal anaenda kwenye game dhidi ya Azam anajua kabisa leo kazi ninayo. The same to Singida anamkosa Halil pamoja na Clatous Chota Chama. Umondano na kina Idris Diomande, una kina Elvis Bananga pia, una kina Harrison Mwakumalanga, una kina Lamin Jaju, yani lots of players ambao kina Mohamed Kamaro Damara. Hawa ni wachezaji ambao wana uwezo wa kwenda kucheza dhidi ya Flambeau du Centre na mwisho siku ukapata matokeo ambayo yakakufavor kwenye hiyo leo. Okay Wakanda. Tumalizie kidogo hapa wakati tunazungumzia uwakilishi wa hizi timu. Kuna tetesi na ulituambia ile siku kwamba inawezekana Yanga kufanya kweli maamuzi ya technical bench. Kwenye digital platform tulikutana na zile posters ambao same posti ambayo ilipostiwa na Romaud yule kocha ambaye shahudumu kwenye national team ya nani Madagascar. Alikuwa ni kocha wa Madagascar ya CHAN. Wakati wa CHAN. Sasa hizi ni kocha alikuwa specific kwa ajili ya michuano ya CHAN. Madagascar wana kocha mkuu mwingine, Romaud ni alikuwa specific kwa ajili ya michuano ya CHAN. Tetesi zako wakati ule tuendelee kuziamini na je, mhusika alikuwa ni huyu ama kuna mwingine? Na kama sio huyu, shida ni nini? Hili ndio lilikuwa deal la dhahir shair. Na kilichotokea katikati ya ile deal ni Young Africans na Romaud, unaweza tukasema wame call off deal, limefia njiani. Na sababu kuu ni moja, matakwa ya Romaud na namna ambavyo Young Africans walitaka waliona ni ngumu kuyatimiza. Romaud alikuwa anahitaji wasaidizi. Bahati mbaya kwenye wasaidizi aliyokuwa anawaleta wengi hawakidhi vigezo vya kukaa kwenye bench kwa ligi kuu Tanzania. In terms of alikuwa analeta watu ambao kwa mfano msaidizi alikuwa anamhitaji na CAF Diploma C, ambao CAF Diploma C haitoshi kuwa hata msaidizi wa ligi kuu. Yani unaweza ukapewa vyeo vingine lakini sio cheo cha usaidizi. Lakini alikuwa anahitaji kuja na fitness coach wake binafsi, lakini pia alikuwa anahitaji kuja na coach wa magolikipa ambao kwa msimu huu Young Africans walitakiwa kuterminate mikataba ya watu 4 ambao wameajiriwa msimu huu. Kocha wa magolikipa wa Young Africans kaajiriwa msimu huu. Fitness coach wa Young Africans kaajiriwa msimu huu. Kocha mkuu wa Young Africans kaajiriwa msimu huu. Kocha msaidizi wa Young Africans kaajiriwa msimu huu. Kwa hiyo gharama za kuterminate mikataba ya watu 4 halafu kuajiri watu wengine wapya 4, hiyo ni kitu ambacho Young Africans wameona ni ngumu sana kukitimiza. Ni heri wakaendelea kuwa na Romain Folz huku wakifikiria machaguo mengine, lakini bado haigarantii kibarua cha Romain Folz ndani ya Young Africans, sababu watu wamesha initiate move ya kuvunja mkataba, lakini kilichoshindikana ni namna ambavyo wame kwenye matakwa ya huyu mwalimu ambao waliamini wanafika naye mpaka mwisho. Kwa hiyo hawajataka kuwa na
vipengele vile vya kuwa na meneja mkuu. Bwana Mnyama anaitafuta nusu finali bwana. Ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliopita amecheza final stage CAF Confederation Cup. Vipi Mnyama na kikosi cha kufika nusu finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu chini ya meneja mkuu Bwana Pante? Hayo pia inategemea na draw ambao unakutana naye. Unajua malengo lazima yawepo. Ya na hiyo malengo yanatokana na achievement ambazo umeshazipata. Wewe bwana Brain leo ukizoea sana, let's say umezoea sana kushika kiasi cha shilingi labda milioni 10, umekishika hivyo ndani ya miezi kama 20 mfululizo, au katika miezi 20 umekikosa hicho kiasi katika miezi mitatu, lakini mingine yote umezipata, basi hata hiyo miezi inaokuja unaweza ukaim high na mtu anaweza asikuone ni ajabu. Malengo huwa hamna mtu anayekataza kuwa na malengo. Na ukiangalia Simba mpaka sasa, ukiangalia timu yao walivyo, quality zipo, wana wachezaji ambao ni wazuri, lakini unaona hatua ya nusu finali ni kubwa kidogo kwao. Siwezi wa rule out kwamba hawawezi fika hatua ya nusu finali, lakini nikiangalia timu yao kwa sasa, nikiangalia maingizo ya kocha toka kocha ingia, naona baadhi timu hazijaseto. Na ndo mazingira ambayo kwangu naona yanaweza akawa changamoto. Nikiangalia pia ratiba za mashindano, ratiba zimekuwa ngumu sana sasa hivi kwa wachezaji. Kwa hiyo inahitaji timu ambayo kidogo ina msingi. Na ukiangalia kwa wao unaona kuna kusuasua. Yes, shirikisho walifika hatua ya finali, lakini pamoja na ubora ambao walikuwa nao, lazima pia uangalie pia hata wapinzani ambao walikuwa wanakutana nao. Ni draws ambazo ulikuwa unaweza ukakaa ukaona kwamba kwa namna moja nyingine Simba anaweza kwenda nazo vizuri. Kwa hiyo ukija kwenye mashindano kama haya pia unatakiwa uombe hata pia draws ya upande wako, kwamba ukipita hatua ya makundi au ukifika robo finali, hapo ndio inakuwa ni mkiriki. Lakini mara nyingi kwenye ligi ya mabingwa hawaji viazi tu. Ndio maana mimi nasemaje, kwa washindani wa moja kwa moja. Mimi nikiangalia Simba sasa hivi na Yanga, bado sijaona timu za kufika nusu finali.